بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1448 katika darasa ya kitabu Akhlaq Muhammalat al-Quran للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تندلينا باب ذكر أخلاق أهل القرآن. تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال: فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. الإمام الآجري رحمه الله تعالى baada ya kutaja yale maswala ambayo atakikana hamilul Qur'an ajiulize anapoisoma Qur'an, akataja kuhusu adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaingia katika kuzungumzia kwa tafsiri na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake mara nyingi hatukhofisha na adhabu yake, kwa sababu ibada ya hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala yampelekea mja kujiweka mbali na makatazo na kujibidisha katika ibada ili awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kujiweka mbali na yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu moto wa jahannam ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatahadharisha waumini katika sehemu nyingi katika kitabu chake, ni kwa rehema zake Allah juu ya waumini wasiwe katika wale watakaoadhibiwa. قال فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فمن واجبات حملة القرآن أن يعملوا على تأديب أهلهم وأولادهم بآداب الكتاب والسنة. katika mambo ya wajib kwa wale ambao Allah amewaneemesha kuwa katika watu wa Qur'an, hamalatul Qur'an, wajibidishe katika kuwafundisha adabu jamaa zao na watoto wao, waadabishe na adabu za Qur'an na Sunna. Wa an ya'malu ala nusihim bima yuqarribuhum min aljanna, na daima fanye jambo la kuwa nasihi kwa kile kitakachowakaribisha na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ويباعدهم
an adhabi an-nar, kadhalika kuwanasihi kwa yale ambayo yataweka mbali na adhabu ya moto, kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe jamaa zako swala, mkeo, watoto wako, watu wako wa nyumbani, wastabir 'alayha, na wewe usubirie juu ya kuitekeleza ibada hiyo. la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kataja hii aya kuwa ni dalili kuwa miongoni mwa njia za mtu kusailishiwa riziki yake ni ibada ya swala. Leo wangapi katika wazazi ambao wawaogopea watoto wao mustakbali wao, lakini hawana ihtimam na jambo la swala, hawaja kuwa wakweli katika hilo. Lau wangelikuwa ni wakweli, wangeliwashikilia katika swala, kwa sababu katika njia muhimu sana ya kumrahisishia mtu riziki yake katika maisha yake ni kutekeleza ibada ya swala. Kwa hiyo utawaamrisha watoto wako na kuwazoelesha jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya swala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Nyote nyinyi ni wachungaji, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya uchungaji wenu. Kuna jambo napendelea nilitolee tanbihi. Jueni ndugu zanguni kuwa mtoto ndiye aibu ama ndiye fakhri ya mzazi. Bimaana namna anavyoishi yule mzazi ndani ya nyumba yake, ile athari yake utaiona kwa yule mtoto. Bimaana yule mtoto akiwa na tabia mzuri, mwenendo wake mzuri, maana yake ni kuwa mzazi wake amemlea vizuri, kamwangalia vizuri mpaka kufikia pale alipofikia. Na mara nyingi yule mtoto aweza kuwa ni sababu ya kutoa aibu ya nyumbani ya yule mzazi, hasa anapoonekana na tabia mbovu na kutokuwa na heshima, kutoheshimu watu wazima. Ukakuta kuwa chanzo chake ni yale malezi aliyokulia nayo, ikawa ndio aibu ya nyumba yao, haitoa nje. Kwa lazima tuchunge sana jambo ya namna tunavyowalea watoto wetu. Haiwezekani kwa yule mtoto kule kwao nao yasikia, kisha yeye akatoka akawa ana maneno machafu. Itakuwa kuna chanzo fulani kimemfikishia mpaka akatoka na maneno yale, na ukitizama itakuwa ni ile bia anaoishi imma nyumbani au pale mtaani wale anaokaa na wao. Na mara nyingi ma'al asaf shadid, kwa wengi katika tulab alilm ni tulab alilm miskitini, lakini ukifika nyumbani hakuna chochote katika manhaju salaf wala ahli sunna wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ukifika nyumbani kwa shekhe usishangae ukasikia kwa pigwa ngoma na habari ana yeye sunna mtafute msikitini. Tamona mashaallah katika ahli sunna hakuna mfano wake. Lakini ukifika nyumbani waje kukuta maadili ya ajabu katika nyumba ya mtu wa sunna, na makosa. Itakuwa hatuja kuwa ni wa kweli kwa watu wetu wa nyumbani. Wewe wajiokoa peke yako bwana. Allah amekwambia qu anfusakum wa ahlikum nara. Kuna na watoto wako, kuna na mke wako, kuna na jamaa zako.
Ni wangapi katika sisi ambao wako katika manhaji ya salaf, lakini watoto wao na wake zao habari na dini hawana, na wala hawafanyii bidii yoyote, wala hawashughulikii, bali huenda wakawa wao ndio wa kwanza kufanya istihza na kubeza wale wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ukamuona mume masha Allah mustaqim, amesimama vizuri, kisha siku moja ukaja ukamuona na mke wake ukakimbia wewe, ukamkuta mwanamke kajipamba, hakuna cha stara, hakuna cha chochote, na yuko naye atembea naye na hawezi kumwambia chochote, bila niqabu, bila chochote, tembea ovyo ovyo tu. Sasa ni lazima jamani, watu wajikinge nafsi zao na watu wao nyumbani kutokana na moto. Si kukubali tu watu wa nyumbani wafanya wanavyotaka wao. Dini yako iko msikitini tu, makosa. Dini maisha yako yote. Kwa jamani, usije hapa yani kama ambaye mtu wakati mwingine anaweza kumwona shekhe kama ambaye ile dawa ni jambo la kibarua tu, afanye kibarua chake, kisha kirudi nyumbani watu wafanye mambo yao wanavyotaka wao. Na ndio maana wakati mwingine utatizika mtu akaja akaletewa kesi fulani hivi, hebu hii tuitatua vipi? Lakini si yule bwana fulani ni mwanamume ndani ya nyumba, si aseme tu ustaki. Mambo makubwa kuliko hivyo bwana. Makubwa vipi? Yani jambo ambalo mtu akisimama kama mwanamume ndani ya nyumba yake atalitengeneza, yabidi litoke lifike nje, kwa sababu ameshindwa kulisimamia ndani ya nyumba yake. Sasa ni lazima watu waangalie na wachunge vile ulivyo wewe, ile njia ulioipenda ya khairi na sunna na haki, basi ndivyo iwe ndani ya nyumba yako. Umuombe Allah awaongoze walioko chini yako, elekeze. Lakini ikiwa huwaambii bwana, huwafikishi, basi hapa ndio hatari. Ndio haya leo mnaoyaona, wallahu almusta'an. Ndio hidayah iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ameweka asbab za hidayah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha namna ya kuwalea watoto wetu, kwa maadili gani na kwa njia gani tuwalee, ili Allah awaongoze katika njia sawa. Na hakuna neema kama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemsaidishia mzazi ulezi kwa kumjalia yule mtoto anapozaliwa tu, kullu mauludin yuladu ala alfitra, ala alislam. Kila mtoto azaliwa katika Uislamu. Wewe huna isipokuwa ni kumwelekeza tu. Na sababu kubwa ya kupotea watoto ni wazazi. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tizama hii aya makini. Makuraish walikuwa wakitufu al-Kaaba uchi, waume kwa wake, uchi wa kuzaliwa, sallallahu alaihi wasallam. Wakiambiwa huu uchafu umeutoa wapi nyinyi wa kutufu uchi waume kwa wake? Wasema wajadna alaiha abaana wallahu amarna biha, tumewapata baba zetu katika hali hii na Allah ndiye aliyetuamrisha aslan. Allah alipowarudi akaondoa lile ambalo si la kweli, akasema qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, waambie hao waongo, mimi sijawaamrisha hilo jambo. Allah hawezi kuamrisha uchafu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lakini hakuwarudi katika neno lao aliposema wajadna 'alayha abaana, ila kuwarudi kwa sababu ni kweli. Na ndio Ibn Qayyim hapa katoa faida, ammatu fasadil aulad min al-aba, sababu miongoni mwa sababu kubwa za kupotea watoto yatokamana na wazazi.
na malezi yao. Kwa wazazi tuchungeni, na haswa hamalatul Qur'an. Yawezekana kuna watoto wengi mitaani wako ovyo ovyo, lakini akionekana mtoto wa maalim yuko hivyo, basi itakuwa ndio gumzo la mji mzima. Muona bwana, ikiwa mtoto wa fulani yuko vile, sasa mwalaumu watoto wetu nini? Na yawezekana kwa yule mzazi alifanya bidii katika malezi yake, akamlea vizuri yule mtoto, lakini Allah hakukadiria kuongoka. Kwani si Nuh alayhi salatu wassalam amemlea mtoto wake katika maadili mazuri, na pamoja na hivyo akawa katika waliomkufuru babake mzazi ambaye ni mtume wa Allah. Lakini hapa huwezi kumlaumu mzazi, kwa sababu tayari yule mzazi amechukulia zile asbab za ulezi. Shida yaja hapa ukizembea katika ulezi wako, hapo utalaumiwa. Na ndio katika dua adhimu ya ibadur rahman wanaomuomba Allah, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala iwe kile kizazi chao kitakuwa ni pumbao la macho. Na hakuna kinachomfurahisha mzazi kama kumuona mtoto wake katika taa. Afurahi yule mzazi amwona mtoto wake katika taa. Lakini hili pia anataka bidii ya kumwelekeza yule mtoto na kumpa nasaha, na miongoni mwa njia bora ni kumfundisha kwa vitendo. Bimaana isiyo vitendo vyako wewe mzazi ni kinyume na yale unaomwambia yule mtoto, hataona umuhimu wake. Kwa mzazi kwa mfano ambia mwanangu swala muhimu, kisha yeye haswali, yule mtoto wampa maswali mengi kichwani. Ikiwa swala muhimu, mbona babangu haswali? Mbona kila siku anaambia swala muhimu, lakini mimi simuone kiswali? Maana yake si muhimu, ni maneno tu yasema. Ikawa kitendo chako kimekuwa ni sababu ya kumpoteza mtoto wako. Kwa hili lazima tulichunge sana. Hili ni wajibu kwa kila Muislamu, na zaidi kwa hamalatul Qur'an, kuwafundisha jamaa zao adabu za Qur'an na Sunna. Qala rahimahullah ta'ala wa qala azza wa jalla wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin ay ij'alu bainakum wa baina an-nari wiqaya, wekeni baina yenu na moto wa jahannam kizuizi. Bifi'li at-ta'at, kwa kuyafanya ya taa, bimaana kufanya ibada. Wajtinabi al-ma'asi wal khati'at, na kujiepusha na maasi, makosa ambayo Allah ameyakataza. Huu ndio ucha Mungu, ndio kuweka kizuizi baina yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية الشيخ يقول أصل في محاسبة النفس، وألا يمضي المرء في حياته غافلا. هي آية نمسينجي مكبوة wa ibada ya muhasabatu nafs, mtu kujihesabu nafsi yake, akajitizama makini kile anachokifanya, maisha yake yanavyokwenda, alaka yake na Mola wake, akakaa chini akajiuliza. Muhasabatu nafs, na kuwa maisha yasipite ya mwanadamu akiwa katika ghafla, amejisahau kwenye ghafla, haoni yeye athari mbaya ya makosa anayoyafanya na maasi, akatubia kwa Allah, wala hajipangi kwa ajili ya akhira yake makosa. والمقصود بالغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد, na kila nafsi itizame imeandaa nini kwa ajili ya kesho. Kesho inayokusudiwa hapa nini?
قال والمقصود بالغد في قول تعالى ما قدمت لغد اليوم الآخر نسيكو يا مشو اليوم الآخر. فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم لهذا الموقف العظيم. كوني واجب juu ya Muislamu atizame makini kisha jiulize nimetanguliza nini kwa ajili ya siku hii kubwa, siku adhimu. Kitu gani ninacho mimi angalau nitarajie nitasalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili swali kwa kweli mtu akijiuliza atakuwa ni mwenye kujisukuma katika kufanya amali za khairi. Lakini hili swali mtu asipojiuliza kuwa ameandaa nini kwa ajili ya kesho, basi aweza kufanya vituko vyake, habari ana hata hiyo kuwa kesho kutakuwaje katika akili yake hakuna. Na kuna wengine hupozwa wakaambia usiwe na wasiwasi, kama yale juzi tulotaja hapo, mambo ya ajabu sana, kwambia wanaopinga maulidi watajuta watakapoona barzakh makaburini watu washerehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha na siku ya kiyama pia watu watasherehekea na wakiingia peponi. Yani hawa makhurafi wakiingia makaburini na matwari, ndio maana siku hizo wasukumana na matwari. Yani mpaka siku ya kufa pia hamjaona nyenye yale mazishi kupigwa ngoma huko yapelekwa maiti. Sasa washindwa hao watu wa vudu ama ni Uislamu wao? Wale watu wa vudu wale wa kule West Africa, wale waganga waongo wale, ama hao jamaa vipi? Manake mambo mengine ya ajabu sana. Kumbe waamini kuwa watasherehekea pia vile, alafu basi na siku ya kiyama pia watakuja wao waona hivyo, sijui watakuja na vijitwari vyao wapige. Sasa wewe watishiwa na hii siku nzito, mwingine akuponza, au usijali wewe, haina neno. Mmelifikisha mbali litwari, ilikuwa mwanzo waza haina neno, mubah bana. Sisi ni ada, wengine wakimbia si ibada, mwisho kaifanyia ibada. Baada ya kufanya ibada wamefanya kama mashia wanaofanya uimamu. Yani ukipinga wewe utajuta. Wamefikia hapo kwa mpaka siku ya kiyama ukiwa utakwenda na fikra za hao, wewe utajiandaa kwa ajili ya kiyama. Wewe utafanya mchezo katika hii dunia. Hafuku kwetu Afrika tumeshinda. Jana mmeona mmoja bwana ana twari kubwa hilo mpaka alipiga na mkono miwili, yani hawezi kulishika, ameliweka chini kama achinja mbuzi, alipiga bugu. Basi inadi yenu mfikia huko jamaa, poleni mtakuja kutokwa na mabega nyinyi hilo twari. Lakini ndio wanavyofanya. Ukiwafuata wale, wewe utakuwa huna habari na kujiandaa kwa ajili ya akhira. Dini yako itakuwa ni mchezo tu. Cheza, furahi bana, washa mtoto na furahi, usema mwenyewe furahi tu, usiona hofu, furahi tu. Ndio msimu basi hiyo wakula. Moja wameleta sijui ng'ombe wangapi kule Dar es Salaam usiku, fikiri usiku wa jana, wasema njooni mule, kuna chakula cha watu 40,000 hapa. Hebu waulize, chakula cha watu 40,000 katika bid'a, siku kungejengwa maktaba kubwa hiyo. 40,000 jamaa, hebu chukulia watu 40,000, kila mmoja mpe amekula shilingi 100 peke yake ya Kenya, na kupa kwa China jamaa wali shilingi 100 hawali hivyo. Lakini nakwambia tu kwa mfano watu 40,000 piga mara 100 tu hapo. Leo kungelikuwa kuna msikiti mpya umejengwa tena mzuri kabisa katika sehemu ambapo hakuna msikiti, au zile pesa zingechukuliwa basi wakaekewa walimu wakapelekwa kule sehemu za mbali kwa mashambani wasomeshe mwaka mzima, mshahara wao wataupata, tena si mwalimu mmoja wala wawili,
zaidi ya walimu 1000, manake 1040. Kwa khurafi bwana, kuwa mjinga sana. Alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna. Hizi ni katika zile za ala tariq, latma ala tariq, ngumi njiani, si mada yetu. Lakini kuna vitu hivi tukivisikia wazungumza wa makhurafi wakijifakhirisha nao, tunasema kuwa huo ni ujinga wa kupita mipaka. Najua makasirika, ndio nataka mkasirike muache, lakini nyinyi mkikasirika ndio mwazidi. Nyinyi mkasirika mwataka mtia akili, ndio tufanye sisi wajinga. Basi wewe si mjinga, kusanya hizo senti ukae chini na watu wenye akili, watu wa sunna, watawaelekeza namna ya kutumia senti katika da'wa, si kula. Kuna mambo makubwa za kuyafanya. Watu kwa chakula kama kile, basi angalau si wao wasema kuwa tusimama ndugu zetu wa Gaza, basi wangezipeleka kule. Pia ndugu zetu kule ni wahitaji, wao kwa mahaba wangefanya bure bila ya kula, kisha kusanya watu 1040 pale bila ya kula, kama kutakuja mtu. Yote haya wasema nini? Tutataka kufufua ile mambo ya babu zetu. Kumbe si ya mtume, ni ya mababu. Halafu pia bila haya atokee mtu katika wao akwambie kuwa 90% ya wanaoviona wanjuzisha maulidi, 10 tu ndio lokataa. 100% ya walaji biriani ndio walojuzisha maulidi, 90 100. Lakini kama ni wanaoviona hawezi kukubali jambo kama hilo. Hivyo utakusema 1% ngapi ya masahaba wamefanya hili jambo? 0. Tabi'in 0, atba'u tabi'in 0. Hakuna yeyote aliyejuzisha. Baada ya karne 4 ndio yazukia wale wazuri, kisha sema 90%. Makhurafi jamaa, mpige hesabu vipi nyinyi? Mimi niliwaambia kabla mwezi huu, ukiingia huu mwezi mutasikia ajaib. Walikuwa Waarabu wakisema aish rajaban tara ajaban, leo tutasema aish rabiul awwal tara ajaib. Ukiishi rabiul awwal utaona mambo ya ajabu ya uongo ya makhurafi. Sallallahu yahdina wa iyahum. Tusimamia hapo tutosha, tusikusudia kwenda sana. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.